roho ya kuongezeka. Sasa Mungu alivyotuumba sisi wanadamu, ametuumba katika roho ya kuongezeka kila wakati. Ndio maana Mungu ameumba siku, kaumba miezi, kaumba wiki. Maana kila wiki zinapoingia mpya, maana wewe mtu lazima ukue. Ndio maana kuna siku ya Jumanne tarehe fulani, panapokucha asubuhi inakuwa siku nyingine tena. So kama ni siku nyingine, maana katika muundo wa kiroho pale tunapata kuongezeka. So Mungu ametengeneza katika malango ya kuongezeka kila siku. Maisha yetu ya kimwili. So kwa maana mtu anakuwa anakumbuka siku kuzaliwa, kwamba tarehe 14 ya mwezi fulani ninakumbuka kumbukizi yangu ya kuzaliwa. Kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha kwamba ile tarehe ya siku kuzaliwa unapaswa uwe na ongezeko fulani la kiroho, uwe na ongezeko fulani la kiuchumi. Maana mfumo wa Mungu alivyotutengeneza sisi wanadamu ni mfumo wa kuongezeka. Ni mfumo wa nini? Bwana Biblia inasema katika Maombolezo ile 3, anasema ni mpya kila siku asubuhi. Ni mpya kila siku asubuhi. Ni mpya kila siku asubuhi. Kwa lugha nyingine, kwa lugha ya andiko la leo, tunasema kwamba ni maongezeko. Kila unapokucha asubuhi, lazima mwanadamu aweze kuongezeka kiroho, kiuchumi, kifamilia, kijiografia na kimantiki. So kuongezeka ni tabia ya Mungu aliyoitengeneza, akampa mwanadamu nafasi ya kuwa mtu fulani kila wakati. Amen. Sasa kama hauna roho ongezeko, hiyo ni tatizo la kiroho na ni tatizo lako la mfumo wa kuongezeka. Ndio maana mtoto anapozaliwa namna hii, mtoto anapozaliwa kule anakuwa ana mwezi mmoja, mwezi wa pili anafika hatua anaanza kusema mama, baba, kaka, dada, anaanza kusema staki, acha. Baadaye mtoto anaanza kutambaa. Hiyo ni stage ya maongezeko. Jinsi mtoto anapoongezeka hata kwenye maisha ya kiroho, kila mwanadamu anatakiwa aongezeke. Ndani mwake kuna kifungo kinaitwa kifungo cha kuongezeka. So kama uongezeki, basi kuna tatizo limewekwa pale. Moja sura 7 neno la Bwana inasema, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Na kuongezeka mno. Kuongezeka mno. Sasa naanza kufanua kidogo hapa. Inasema wana wa Israeli walikuwa na uzazi. Sasa hapa ukisoma andiko hili linamaanisha uzazi wa watoto. Lakini neno uzazi inamaanisha fruitfulness. Kwamba namba 9, namba ya kuongezeka. So kwenye mfumo wa maisha ya binadamu, mwanadamu ana roho ya uzazi mno. So unapofanya biashara yako lazima ilete matokeo. Unapofanya kazi, hiyo kazi lazima ilete matokeo. Lazima pawe na uzao. Unasoma, masomo yako lazima yawe na uzao. Maana yake uwe na nguvu ya kuongezeka. So kama uongezeki, basi una roho ya uharibifu au roho ya utasa. So roho ya utasa inamfanya muamini anamwamini Yesu Kristo, au inamfanya mwanadamu asiweze kujua anakoenda. Hata akijua anakoenda, hata kuwa na nguvu ya kufikia yale malengo au yale maono alikuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ya utasa iko mbele yake. Maana yake haoni faida mbele, bali anachokiona yeye ni uharibifu kwa mbele, kwa sababu ndani mwake hakuna roho ya product ya kuproduce. Ndani mwake hakuna product. Maana yake hakuna kitu ambacho kinamfanya kiwepo kizazi kitu kingine. Maana yake production ndani kifo. Maana yake hata production haiwezi kutokea. Kwa nini? Kwa sababu ule mfumo wa ndani umekufa. Ule mfumo wa ndani wa kuongezeka umezuiliwa. Ule mfumo wa ndani wa kufanya kuwa wewe umekufa. Kwa nini? Kwa sababu ndani kuna utasa. Ndani kuna utasa. Salamu hili hapa. Kwa nini
Wakristo wengi na wengi wanasema, watu wananisikiliza, tutasema wanasema hivi, mimi niliokoka muda mrefu, ninasali na fungu la 10 natoa, ninafanya kila kitu na michango, na sasa hivi nanisema mtaani, baba naye kaandika bango, ukifika 30 kila mtu ana kiti, ndio mnanihubiri mtaani huko, na kiti nitatoa. Lakini mbona mambo hayaendi? Shida sio kiti, shida sio fungu la 10. Fungu la 10 linatolewa na mtu mwenye roho ya maongezeko. Ndani mwako kuna uzao mwingi. Amen. Au ile roho ya uzao imekufa. Roho ya uzao ikifa, maana hakuna kitu ambacho kitaenda. Unaweza kuanzia biashara ya milioni 20, baada ya miezi 6 au mwaka mmoja, ile milioni 20 imeshaisha na bado una mikopo 15 na uchumi unapata pesa kurejesha. Kwa nini? Kwa sababu ile roho ya kuproduce vitu viendelee hakipo. Maana roho ya uzao kwa haiko. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ninarudisha roho ya uzao. Nahitaji kuwa na uzao. Maisha yangu yaongezeke, biashara yangu iongezeke, kazi yangu iongezeke, elimu yangu iongezeke, hatima yangu iongezeke, huduma yangu iongezeke. Ndani mwako kama huyaoni mambo yasionekana, hauwezi kuyapata yasionekana. Narudia tena, katika mfumo wa maisha ya kiroho unahitaji kuona vitu ambavyo unavitaka tayari unavyo, alafu unaanza kuishi katika ile mambo ambayo umeyaona, then umeyafanya kwa kwako, unaanza kuishi nayo kabla hujafikia yale malengo kuishi pale. Narudia tena. Amen. Mimi nasema kuna nini? Itakuwa moja. Wengi wekani nasema imani ni kuona baina ya mambo yasiyoonekana. Sasa watu wengi imani yenu mnayo, mna imani ya kuwa na vitu, ila hamna imani ya baina ya mambo yasiyoonekana. Maana yake hamuishi kwenye mambo yasiyoonekana, ila nyinyi mnaishi kwenye mambo yanaonekana. Sasa ukikutana na changamoto, unaishi kwenye changamoto yako, hauishi kwenye bayana. Yaani wengi hampo ndani ya bayana, mpo kwenye mambo yako sasa. Kwa sababu watu wengi mnaishi kwenye matatizo, mnaishi kwenye changamoto, ila hamuishi kwenye mambo bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa roho ya kuongezeka inamhitaji mtu ambaye anaishi badala ya. Kwa lugha nyepesi, unapaswa kuishi kabla hujaishi. Kwa lugha nyepesi, unatakiwa uishi hatima kabla haujaifikia hiyo hatima. Na maanisha nini? Na maanisha hiki hapa. Unaona pale, unatakiwa nini pale? Unatakiwa nafsi yako, mfumo wako wa ndani ukaishi pale kabla mwili wako haujaenda kuishi pale. Tabia kuongezeka inakutaka uishi nje ya changamoto zako. Roho ya kuongezeka inakutaka wewe uishi zaidi ya matatizo unayopitana nayo. Ndipo kuongezeka na pamoja. Watu wengi mnaishi leo, baadhi ya wengine wanaishi jana, kwa mambo yaliyopitwa, kwa mambo yaliyotokea. Hawaishi leo na kesho, kwa sababu Mungu anasema usihangaikie kesho, maana kesho huja kwa sababu ya leo. Maana kesho yangu mimi leo ninavyoishi ndio kesho ninavyoishi. Amen. Watu wanaelewa. Au naongea kijaluo sana, si vile Islam siku za mrefu. Nasema hivi, chochote unachotaka kiko rohoni. Yes. Okay. Kabla hiyo nguo haijawa nguo, mwenye kiwanda alianza kudesign nguo yako kabla haijaonekana mwilini. Ilikuwa rohoni kwanza. Akaitengeneza muundo, akaichora. Ilikuwa rohoni. Alianza kuishi kwenye nguo itakaovaliwa miezi 6 ijayo kabla nguo haijavaliwa. Kwa yule mwenye kiwanda akaishi ndani ile nguo kabla siku haijafika. Kwa akaishi nayo, akaidraft kwenye ulimwengu wa kiroho. Baada ya
bayana ya mambo. Amen. Kwa akaenda beyond, akaenda mbele zaidi. Kwa alitengeneza, akatengeneza ramani nguo itakapokuwa, then akapeleka kwenye kiwanda. Kile kiwanda kifshatue ile nguo, lakini ile nguo ilianza kuishi na mwenye maono. So mtu yeyote mwenye maono anaishi kutokana na maono yake. Yoyote ambaye hana maono, utaishi kusindikiza wengine kusema Mungu afanye. Mungu afanye kwa mtu ambaye hana maono. Amen. Mungu hatembei na mzembe. Narudia. Mzembe yote. So Biblia inasema hivi. Taifa lisiokuwa na maono huangamia. Mtu asiyekuwa na maono, focus moja. Yoyote unaishi bila kuishi bayana, ufikiri malengo yako. Ila wewe ukiishi kwa leo, unaishi kwa matatizo. Wananinukia sana, wananitukana, wananisema, wananichukuliaje? Yaani ni mboko taifa. Kila mtu mjana kwambia kanisani, mimi sio nichukuliaje? Mimi wanipendi, mimi wanisema. Wewe hauishi bayana ya mambo yatarajiwayo. Ila unaishi kwenye mambo yanaonekana. Hautafikia malengo yako. Yoyote anaishi kesho anafanikiwa. Yoyote anaishi jana na Mungu upita afanikiwa, unabaki pale pale. Mungu hambariki mzembe. Narudia tena. Mungu hana baraka na people less. If you are less, forget about living. Forget it. Kama ni mzembe, sahau kuhusu baraka. Mzembe ni nani? Mzembe ni yule ambaye amefungwa na matukio yanayopita. Mimi wanisikama, wanatukana, nimetenda nyumbani. Okay, after kutengwa, wewe kama unarema ongezeko. Kitu gani kinakushawishi wale wanakutenga wajue na Mungu? Lazima uishi tofauti na wao. Lazima uishi bayana ya mambo yasionekana. Lazima na roho ya kesho, sio roho ya jana. Najua leo utatokea. Kwa sababu nakusema ni wewe hapa. Ulivonuna na mashavu. Umebeba mabuti mpaka mashavu na kama kubwa. Na kama unaweza tuwe mama sio unanenepa kumbe. Matatizo yanakunenepa. Amen. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Hana kuzaima. Nimemuona Bwana. Huyu Bwana. Nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Hana kuzaima. Imba kwa sauti. Huyu Bwana. Nimemuona Bwana. Amen. Umeona shida na changamoto, au umeona madeni, au umeona kukosa chakula. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana sema usiangalie yaliyoko sasa, angalia ya kesho. Haleluya. Baradi balush. Kuongezeka ni ahadi ya Mungu kwa watoto wake ili wafikie malengo ambayo wao wanataka kuishi. Ngoja nikwambie kitu kizuri. Baraka za mtu ziko ndani ya mtu mwenyewe. Mungu alishaachilia baraka zake zote kwetu. Sisi ndio tunazozipokea baraka na kufanya zionekane, au zile baraka nazipokea na kuzifanya zisionekane. Kwa ni mtu mwenyewe ndiye anayefanya vitu visitokee kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu ya kinywa chako. Namna gani unaishi, namna gani unazungumza, namna gani unaiona kesho yako.